Asifiwe. Kwa majina naitwa Mwinjilisti Justo Josephat Mbalilaki. Natokea katika ule mtaa wa kule Kidimwei, lakini nikiwa ni mwinjilisti ambaye wa kujitolea. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana kuwa mahali hapa. Nimshukuru mwinjilisti kiongozi. Mungu akubariki sana na baraza la wazee, lakini ni washukuru waumini wote au washarika wote. Mungu awabariki sana kwa kuwa na moyo wa ibada. Siku ya leo na jiografia zetu zilivyo ni mvua na nini, lakini meona pamoja na matope pamoja na utelezi tutakuja nyumbani pa Bwana kumwabudu, kwa sababu Mungu ndiye tunastahili kumrudishia vyote. Lakini siku ya leo ni siku ambayo ni ya kumtolea Mungu fungu la 10 kwa furaha, kwa upendo, kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kichwa cha somo kinasema faida ya kumtolea Mungu fungu la 10 kwa uaminifu. Faida ya kumtolea Mungu fungu la 10 kwa uaminifu. Watu walio wengi wanamtolea Mungu fungu la 10 lakini si kwa uaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi wanatoa fungu la 10 lakini si kwa uaminifu. Lakini Mungu anapendezwa na sadaka ya fungu la 10 au sadaka yoyote kwa uaminifu, kwa moyo wa shukrani, kwa moyo wenye utiifu, kwa moyo wenye kutoa kwa uaminifu. Tunaposema kutoa kwa uaminifu ni pale mtu anapotoa kilichokamilika, kisichokuwa pungufu. Mfano, inaweza ikawa 1,000. 1,000 fungu la 10 maana yake ni shilingi 100. Kwa maana akitoa 70, hiyo ndiyo inakuwa haijawa katika hali ya uaminifu. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini Mungu angalii uaminifu tu, anaangalia moyo wa ndani, namna ambavyo mtu anavyomwendea Mungu ili kwa ajili ya kumtolea. Ana imani, ana upendo. Bwana Yesu asifiwe. Anawajali walio nyumbani mwake, anawajali na waliomzunguka. Kwa maana anapoiendea madhabahu anamwendea Mungu, kwa sababu ndiye mpaji wa vitu vyote. Tunaangalia hiki kitabu cha Malaki. Hapa ndipo sehemu ya pekee ambayo Mungu anajifunua ili tuweze kumjaribu. Mungu anajaribiwa hapa kwenye hiki kitabu cha Malaki. Anajaribiwa namna ya kumtolea Mungu fungu la nini? La 10. Lakini tunahitaji kuangalia faida tunazoweza kuzipata tunapomtolea Mungu fungu la 10 kwa uaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Yeye anasema tunapomtolea Mungu fungu la 10 kwa uaminifu, faida ya kumtolea Mungu fungu la 10 ni kufungua madirisha ya mbinguni. Maanake hii fungu la 10 tunapotoa, hili madirisha ya mbinguni yanafunguka, na si kufunguka tu, Mungu anamwaga baraka ambayo inatokana na nini? Na fungu la 10. Hii haina kufunga na kuomba. Ili madirisha ya mbinguni yaweze kufunguka, yanahitaji kumtolea Mungu fungu la 10 kwa uaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu.
Anasema mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagia baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Hizi ni baraka. Anaposema hata isiwepo nafasi ya kutosha, utabarikiwa mjini, utabarikiwa mashambani, utabarikiwa maeneo ya mifugo yako, utabarikiwa uzao wako, utabarikiwa kapu unapokadia ngano. Maana hizi ndizo baraka na afya ambazo zitashuka kwenye mji wako baada ya kutoa fungu la 10 kwa uaminifu. Yawezekana wakati mwingine uliomba, ni siku nyingi umetoa hata sadaka za aina mbalimbali, lakini bado baraka za kuweza kumwagika ambazo madirisha ya mbinguni hazijaonekana. Lakini leo twende kumjaribu Mungu katika njia hii ya kumtolea fungu la 10. Na mimi nikutangazie asubuhi ya leo, baraka hizi utaambatana nazo kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Hata kama watu wengine wanaweza kuzuia juu ya maisha yako, lakini hawawezi kuzuia lile kusudi la Mungu aliloliachilia kwenye kitabu cha Malaki. Anaposema baraka zitamwagika, hazitazuiliwa na mganga, hazitazuiliwa na wachawi, hazitazuiliwa na mizimu, hazitazuiliwa na watu wa matambiko, kwa sababu Mungu amependa. Hakuna mwanadamu atakayezuia milele. Lazima madirisha ya mbinguni yamwage baraka juu ya shamba yako. Lazima madirisha ya mbinguni yamwage afya juu ya maisha yako. Lazima hata kwenye uchumi wako baraka zitamwagika, hata kwenye biashara yako baraka zitamwagika kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anasema tumjaribu. Tunapomjaribu, tumjaribu kwa moyo wa upendo, tumjaribu kwa imani. Maanake ndani ya sadaka kuna imani, ndani ya sadaka kuna uaminifu, ndani ya sadaka kuna upendo. Maanake kama una upendo, namna ya kutoa kwako itakuwa ngumu. Maanake anayetoa kwanza, ndani mwake kuna upendo. Ukisoma ile Yohana 3:16 anasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa maana tunaona mahali pale upendo wa Mungu. Mungu anaupenda kwanza ulimwengu, ili na wewe namna ya kutoa lazima roho ya upendo iwe ndani wako. Kama hamna roho ya upendo, huwezi ukatoa, kwa sababu upendo haupo. Bwana Yesu asifiwe. Hapo maanake tunaona mwanzilishi wa kutoa fungu la 10 ni Mungu mwenyewe. Anatoa fungu la 10 ili huyu mwanadamu mtenda dhambi, ili aweze kumrudia Mungu aliye hai. Anamtoa mwanawe pekee, anatoa ili fungu la 10 la kipekee, anamtoa Yesu. Yesu anaziakiwa, anatemewa mate, anasulubiwa, anakataliwa, anapigwa mijeledi, anapigwa misumari, watu wanamkataa, hata ndugu zake. Na mimi nikwambie, hata kama umekataliwa na ndugu zako au watu waliokuzunguka, lakini maadamu Mungu ameachilia neema yako, hakuna mwanadamu atakayezuia juu ya maisha yako. Mungu amekwisha sema, amesema amemtoa mwanaye ili wewe usife, uwe na uzima wa milele. Amemtoa mwanaye ili kazi yako isiharibike. Amemtoa mwanaye ili ndoa yako isiharibike. Amemtoa mwanawe pekee ili uchumba wako usiharibike, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Amemtoa mwanawe pekee ili kanisa liwe na umoja. Amemtoa mwanawe pekee ili kanisa liwe na upendo. Amemtoa mwanawe pekee ili tupendane sisi kwa sisi. Fungu la 10 ni sehemu ya mapato yako ya biashara. Yawezekana ni kilimo,
Yawezekana ni kwenye mifugo, yawezekana ni kwenye biashara, yawezekana ni kwenye kazi yako, kwa maana vitu tulivyo navyo vyote ni mali ya Bwana. Ukisoma ile Zaburi 24 mstari wa kwanza, vitu vyote vijazavyo dunia ni mali ya Bwana. Haleluya watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya kanisa. Kanisa haleluya. Ndio, yani manake hakika. Kwa hiyo kuna mtu asiyekuwa na uhakika kwamba Mungu ndiye anamsogeza leo awe mahali hapa. Kuna mtu ambaye hana uhakika wa maisha anaishi, ya kwamba pumzi aliyo nayo sio mali ya Bwana. Kuna mtu anaishi kwamba mali alizo nazo sio mali ya Bwana. Ni wangapi ambao wamekufa na zile mali wakazikwa nazo? Aliyebahatika kuona hivi anyoshe mkono. Halo, halo. Hiyo mali ulizo nazo mtolee Mungu kwa uaminifu. Mifugo yako ulio nayo itoe kwa Bwana kwa uaminifu. Mtolee Bwana fungu la 10 kwa moyo wa shukrani, kwa moyo wa upendo, ili madirisha ya mbinguni yafunguke kwa jina la Yesu Kristo. Ili madirisha yafunguke, lazima mtolee Mungu sadaka ya fungu la 10 kwa uaminifu. Toa kwa uaminifu, toa kwa moyo wa shukrani. Usingoje kwamba usukumwe. Unatoa kwa moyo wa shukrani. Leteni zaka kamili, hili kiwemo chakula. Maanake kwenye gara ni sehemu ya kupumzia chakula. Sijui hata mahali hapa kama kuna gara au umetengeneza kabati au umetengeneza mdau friji zipo. Yaani sehemu zingine manake kwamba tukifungua friji lile tutakutana na soda, tutakutana na soseji, tutakutana vitu vilivyonona. Ili hata mtu mwingine anayetoka nyumbani anatamani kukaa madhabahuni, kwa sababu anajua nyumbani kwa Bwana kuna kula, nyumbani kwa Bwana kuna kunywa, nyumbani kwa Bwana kuna furaha. Anajua hata wayatima na wajane wakifika ofisini kwa mwingi hana tabu, kwa sababu ndio anavuta tu, anawapa wale wahitaji. Hii ndiyo sadaka ambayo maana Mungu anahitaji sadaka hii weze kuwahudumia watu wa namna hiyo. Hili sio mtu anakuja kanisani, mwingine anastahili kunywa labda vidonge, hana hata maji ya kunywa. Hapana, kanisa lazima chakula kiwemo cha kimwili na cha kiroho. Halo, halo. Lakini anayeleta ni mimi na wewe. Hili chakula hiki kikiwemo nyumbani pa Bwana cha kutosha, baraka hizi ndipo zinapokuja nyumbani kwetu. Tukizunguka baraka zipo, tukienda mashariki zipo, tukienda magharibi zipo, tukienda kaskazini zipo, tukienda nyumbani, manake nyumbani pa Bwana pamenoga. Lete zaka kamili mahali hapa, ili nyumba ya Bwana ikae sawasawa. Sikiliza nikwambie, watu wengine yawezekana wanaweza kuwa mahali hapa, lakini mafungu yao wanapeleka kwa mitume na manabii. Sikiliza nikwambie, Bwana ameweka utume na manabii ndani mwako. Unabii uko mahali hapa, leta kwa Bwana, na baraka zipo mahali hapa. Halo, wale watumia mafuta ya upako, sikiliza nikwambie, upako uko mahali hapa. Yesu yuko mahali hapa. Ukitoa kwa uaminifu, mkumbushe Mungu juu ya hiyo sadaka. Maana mahali hapa wewe unajua, yawezekana umenunua mfuko wa simenti. Ukija mahali hapa wewe garagara, mwambie Bwana, ule mfuko wa simenti niliowachilia, ninakukumbusha, hebu niondolee hata hii. Hebu ondoa magonjwa haya, hebu ondoa mateso, hebu ondoa kilio kilicho ndani mwangu. Bwana ataonekana juu ya maisha yako. Maanake si baraka. Fungu la 10 ni kwa ajili ya kufungua baraka.
Kwani ndoa yako na mapacha au matatu manne si baraka? Mali hizo ulizo nazo si baraka? Kula sausage, kula samaki, nyama nzuri si baraka? Kwani hamna wengine wameambiwa wasile sausage, wasile nyama, wasile vitu vizuri na fedha wanazo? Sikiliza nikwambie, Bwana anakuja kulikomboa kuliokoa kanisa lake. Wewe toa kwa uaminifu, mwambie Bwana nitakula nyama, mwambie Bwana nitakula sausage, mwambie Bwana haya magonjwa wameandika ni ya kimwanadamu. Bwana anaenda kuondoa magonjwa, anaenda kuachilia afya. Bwana nimekuja kwako kwa uaminifu, kwa moyo wa shukrani. Nikumbuke Bwana, atakukumbuka. Faida hizo si ni faida jamani. Faida umekuja ukiwa unaumwa, uondoke ukiwa mzima. Faida umekuja una amani, uondoke ukiwa na amani. Faida umekuja yani ngozi yako imekunjamana, wewe ni kijana lakini ukifananisha na mzee wa miaka 60 bora wa 60, hapana. Leo ujana wako karudi kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, ili uondoke ukiwa na furaha, maana kwamba hasira ukaa kifuani mwa nini? Mwa wapumbavu. Ili manake unapoachilia hii sadaka kwa moyo wa shukrani, unamtolea Bwana kwa moyo, unamwambia Bwana ninatoa kwa moyo, kwa imani, na mimi Bwana tenda haya, na Bwana atatenda. Anapomtoa Yesu, anamtoa mtoto wake wa pekee. Tunapoongelea pekee, maana hakuwa na mwingine. Bwana Yesu apewe sifa. Hebu kwenye akili ya kawaida, ambaye ana mke, ambaye ana mme, wana watoto wawili au watatu, itoke leo mama na upako wake au baba na upako wake aseme Roho wa Mungu kanambia nimtoe huyu mtoto sadaka, akachinjwe. Tena sio sadaka tu akatumike madhabahuni, achinjwe, na baada ya uwepo kwenye zile kuni na ule moshi utoke, iwe manukato sadaka mbele za Mungu. Ni wangapi watafanya hivyo? Halo, wangapi wanaweza kufanya? Atakuja kusema baba, kama umeokoka sasa umechanganyikiwa. Walio ndani ya Yesu si mnaitwa mmechanganyikiwa au mnaitwa wachawi? Watakwambia mama, kama ni ndoa siku hiyo anatoka anasema kama ndoa hii basi. Lakini nikwambie siri ya Mungu au mpango wa Mungu sio wa mwanadamu. Mungu mambo yake ni makubwa na ya kweli, ni ya amina na kweli. Mwanadamu wakati mwingine anaweza kuisikiliza sauti ya Mungu akasikia, lakini asiweze kutenda kile Mungu anachotenda, anachomwambia atende. Kwa hiyo ndugu yangu mpendwa, katika ile fungu la 10 tukitoa kwa uaminifu, madirisha ya mbinguni lazima yafunguke, baraka lazima zifunguke. Kama hamna amani kwenye mji wako, lazima amani iwepo. Kama umehuzunika ni miaka mingi, umekuwa na bahasha na kiatu mpaka kimepinda, unatafuta ajira hujaona, lakini nikutangazie asubuhi ya leo kupitia kwenye sadaka hii ya fungu la 10, Bwana akukumbuke, Bwana akupe kazi, na kazi hizo njema zipo kwa Bwana. Bwana Mungu anaangalia moyo, achilia kwa moyo na mwambie Bwana, kila anayemkopesha Mungu, Mungu atamlipa dabodabo kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, atampa dabodabo. Faida hizo za kumtolea Mungu nini? Fungu la 10. Hebu tusome kile kitabu cha Walawi, mambo ya Walawi 27 ule mstari wa 30. Andika na Kumbukumbu la Torati 14:22. Mambo ya Walawi 27:30. Aliyepata anaweza kutusomea.
Amen. Ndio. Kweli. Haleluya. Haleluya. Sadaka yote ya nchi, manake ni zaka kwa Bwana, na matunda yaliyo ndani ni ya Bwana. Haleluya. Kwa maana tunastahili kumtolea nani? Bwana. Kwa hiyo usije ukafika mahali ukaona kwamba wewe hauna chochote kwenye maisha yako. Hata mchicha ulio nao uliopanda kwenye hiyo ardhi ni wa Bwana. Hata mgomba ulio nao unastahili kutolea fungu la nini? La 10. Hata kama utaona muda huu hata migomba yangu sina ndizi, unaweza ukaleta vitoto vya mgomba, navyo ni vya Bwana. Lete, unausi majirani. Mgomba ukiuleta wakati wa kiangazi hawatanunua, lakini muda huu ukileta watu watanunua. Halo, lete hata mboga hizo za spinach, lete. Muda huu ukiweka matunda yanakuwepo. Hiyo yote ni zaka kwa Bwana. Hata ng'ombe ulio nao, hata mifugo ulio nayo, itolee zaka kwa nini? Kwa Bwana. Na sisi tulio ndani ya nchi, maanake Mungu ametupa nafasi, sisi ametupa upendeleo wa kutawala, ametupa nafasi. Sasa hii nafasi aliyotupa lazima tuitumie vizuri. Hata sukari ulio nayo, kama utakuwa na kilo 10, maanake unaweza ukaleta kilo 1. Kama utakuwa na kilo 25 za unga, wewe hapo utapiga mahesabu, fungu la 10 ni ngapi? Unapoachilia, maanake zile baraka zitakaposhuka. Kama mlikuwa mna uwezo watu watatu kula kiroba cha kilo 25 kwa wiki, basi mtaenda mpaka miezi 3 sasa. Mtakuwa mmezuia wale wanaowaibia chakula chenu. Kuna watu wengine ambao watatu, lakini kilo 25 wiki kishaisha, unalisha mpaka mapepo na majini. Kutokuchua, kutoa kidogo ukaleta kwa Bwana. Sisi tunatoa vichache katikati ya vilio vingi. Yawezekana hata mifugo yako inakufa, ni kwa sababu haujatoa kwa Bwana fungu la 10 juu ya hiyo mifugo. Ilete kwa Bwana. Kazi yako hiyo, pesa ambayo umepata mshahara wako wa kwanza, maanake hiyo ni limbuko. Wangapi ambao mishahara yao ya kwanza walitoa kwa Bwana? Yaani alipoanza kazi tu mshahara wake wa kwanza akauleta kwa Bwana. Halo, humu tukisema nyosha mkono tutapata wachache, sio? Kwa maana anasema tusipotoa kwa uaminifu tunakuwa tunamwibia Mungu. Hatuna tofauti na wezi, hatuna tofauti na wanyang'anyi, lakini maanake tusipotoa tunaachilia hata laana juu ya nchi, ili nchi siweze kuzaa matunda yaliyo sahihi, kwa sababu ya kutomtolea Mungu fungu la 10 juu ya nchi, juu ya ardhi. Kumbe wakati mwingine tusipotoa tunajifungia milango. Ili milango yako iweze kufunguka, lazima utoe. Ili baraka, madirisha ya mbinguni yafunguke, lazima utoe. Usipotoa, maanake wewe utakuwa, yaani kila siku utaomba mpaka vidonda vya tumbo, lakini kupata itakuwa zio, kwa sababu wewe choyo. Mwambie Bwana, niondolee roho ya choyo. Yaani mtu anayetoa hata kama sio muombaji sana, wataombea mpaka timili yake ukiwa mtoaji. Hata kama kwenye ibada ni mara kwa mara, kama
milioni hapa, kama ingekuwa imekuja madhabahuni, hata ungekuwa huko nyumbani umelala, tungekuombea hapa. Huwa nawaambia watu, pesa ni jawabu la mambo yote kama neno linavyosema, lakini haiwezi kununua ufalme wa mbinguni. Lakini kwenye mambo ya dunia hii unaweza kufanya namna unavyoweza kufanya. Hujui kuomba, sio mtoaji, ni mchoyo, nimekula kwako. Kama unajua kuomba, kama ni mtoaji, hata kama hujui kuomba, wapo watu waliojipanga ambao naotolea ndio watakuwa wanakupa maono, ila nao sio vibaya, lakini huwa wanasema tu hawaoni kibaya, wanaona kilicho kizuri tu. Yaliyo mabaya maana wanaona wakikwambia hautatoa, wanakuwa wanakupoteza. Sikiliza, wewe toa, uangalie namna ambavyo Mungu ataachilia baraka. Kama wewe manake hata fedha imekujia kwa mosi, angalie nyuma, utakuja kupata hata watoto wengine ambao wala hawajui kwenye ukoo, lakini watakwambia ni ukoo fulani, si fulani, naye ni ndugu yako. Wewe mkaribishe humo, utamkaribisha Yusufu ndani ya familia yako. Kama wewe ni mtoaji mzuri na unaupenda vizuri, hata wale waliokuzunguka, wale wajakazi walio ndani mwako, hata wengine watakuja ni wachawi, lakini ukiwa na upendo hawatakuroga, kwa sababu una upendo nao. Lakini una upendo, mtu anayekupikia chakula inafika mbwa anakula kabla ya yule aliyepika chakula. Kuna siku unaweza kuondoka wote, wewe na mbwa wako na watoto wako, familia nzima. Tuwapende walio kwenye majumba yetu, tuwalete kwenye ibada. Halo, maana hizo ni baraka. Mungu ameachilia baraka juu ya wajakazi walio kwenye mji wako. Hakuleta ili wapate tabu, hakuleta ili wauawe, hakuleta ili wafanye mabaya. Amewaleta ili baraka zako ziweze kuongezeka kwenye maisha yako siku kwa siku. Halo, hebu tusome kitabu kinachofuata. Ninafikiri tutakomea kwenye mstari, tutakomea kwenye ile Kumbukumbu la Torati 14:22 kwa siku ya leo. Halo, 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 haleluya. Hebu kumba mkono namna hii kwa furaha, mpendwa. Wali furaha nyingine utaitoa wapi? Yaani hapa baadaye tutasema amani ya Bwana ikawa nao, muondoke nyumbani. Hauna amani, utaondoka nyumbani. Hauna amani, utaondoka nyumbani, utakuta naye. Haleluya. Tutoe kwa imani, tutoe kwa upendo. Sala ya fungu la 10 na kuamini inapoanzia kutoa milioni 1 mpaka milioni 10, hapo inakuwa nzito. Hata watu kwenye familia ukizubaa, hata ndoa inaweza kuvunjika. Hatujaweka taizi, wewe unapeleka kanisani, umechanganyikiwa nini? Acha uchanganyikiwe na Yesu. Hata kama umekufa, lakini ile sadaka itaendelea kunena kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Hebu tusome huo mstari. Bwana Yesu asifiwe. Kumbukumbu la Torati sura ya 14 mstari wa 22. Kutoa zaka ya fungu la 10. Usiache kutoa zaka ya fungu la 10 katika maongeo yote ya yatokayo shamba mwaka baada ya mwaka. Yatoka shamba mwaka baada ya mwaka. Sasa hapa pengine tunaweza kuwa tunatoa zile zaka au fungu la 10. Lakini sasa tuna zile ambazo tunaweza kuweka akiba kwenye vikoba ambazo tunaweza kuvuna kwa mwaka. Kwa hiyo zile usikose, au umeweka benki, hiyo ni faida ambayo labda kwa mwaka mzima umekuta kwenye benki una faida pengine milioni 100. Maanake milioni 10 ni mali ya nani? Ya Bwana. Kwani shamba la mjini nini? Halo,
kazi. Wengine hapa wanafuga kitimoto, wanafuga njiwa, kuku. Humu katika siku ya leo kuna mtu yoyote amekuja na mnyama? Nyosha mkono kama umekuja na mnyama, kuku au mbuzi au ng'ombe. Nyosha mkono. Wameogopa mvua, wataleta Jumapili ili kuku akinyeshewa mvua takuwa shida. Fungu la 10 si jamani, sisi hata mayai tulete kwa Bwana. Tunaweka ulinzi juu ya ile mifugo tulio nayo, si pesa tu ulio nayo ulioleta, hapana. Lete hata wanyama, nao ni wa Bwana. Lete vya kwenye ardhi vinavyolingana vya Bwana. Maana nasema maongeo ni hapa, si vile vitu ulivyo navyo. Wangapi wana magari 10 wameleta moja kwa Bwana? Yale yana gari 10, gari moja akasema tunalileta kwa Bwana kwa ajili ya kanisa. Nani ana nyumba 10 ameleta kwa Bwana kwamba moja ni kwa ajili ya kanisa. Nani ana maduka 10 akatoa duka moja kwa ajili ya kazi ya Bwana. Kwa hiyo sehemu zingine tumejifungia baraka, kwa sababu si kwamba tujui neno, hapana. Ndani ya mioyo ya watu walio wengi imejawa umimi, imejawa uchoyo, na yeye asijue hata mali alizo nazo ni mali ya Bwana. Yeye anatembea hata mwanadamu nguo yake aliyo nayo ni moja, kwa sababu anapokufa zile zingine wanaanza kuzipigia ramli. Hii kaniachia, kakuachia nini? Kabla wajazika watu wanagombea nguo, wanagombea mali, lakini ungekuwa umeziweka kwa Bwana hawatagombea watu wa Mungu, kwa sababu vilivyo vya Mungu hata kama mtu amekufa itaendelea kunena siku hadi siku, milele na milele. Yaani manake tunapoongelea kuhusu mali, si ni kama mkuki umechoma kwenye moyo. Kuna watu wengine muda huu wana mali nyingi, lakini wanapitia kwenye mateso ya magonjwa. Wengine wanasumbuliwa moyo, wengine kansa, wengine asma, wengine vidonda vya tumbo. Yaani ni hali ambayo ni tete kwenye maisha yao. Wanatamani mali walizo nazo wampe mtu ili ule ugonjwa uende kwa mtu na mali hizo, lakini kitu ambacho hakiwezekani. Ni sawa kama kipindi cha korona kiliua matajiri wengi na wenye fedha wengi kuliko wale waoioi waliokuwa wao hawajui sijui ya kunawa mikono, sijui hawajui wapi. Wale mateja ambao wapo ni wengi walikuwa wananawa. Kilichowaua watu wengi nini? Walikufa kwa ajili ya hofu. Naacha mali, najifungia ndani, naacha mali. Sikiliza, mali ulizo nazo ni mali ya Bwana. Achilia kwa Bwana ili moyo wako uwe na salama. Achilia kwa Bwana ili amani yako ingie ndani yako. Achilia kwa Bwana ili uwe na uzima, ili uwe na afya njema. Ni kwa sababu hata vitu ulivyo navyo umevikabidhi kwa Bwana. Na Mungu alibariki neno.